Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ikiwa leo ni siku ya maadhimisho ya mwanaume duniani, yani Father's Day, hii ni Kasako Update. Mwanaume ni yule mwenye jinsia ya kiume anayesimama kwa ajili ya familia yake na anajituma, anajitafutia na kutuliza watu wake. Kulingana na takwimu za hivi karibuni, idadi ya wanaume duniani inakadiriwa kuwa takriban bilioni 4.14 ya mwaka 2025, ambayo ni kuhusu asilimia 50.27 ya idadi yote ya watu duniani. Siku ya kimataifa ya wanaume imekuwa ikiadhimishwa tangu mwaka 1999. Siku ya kimataifa ya wanaume imekuwa ikiadhimishwa tangu mwaka 1999 na hutumiwa kuhamasisha watu na kuangazia masuala yanayowatatiza wanaume, yakiwemo matatizo ya afya ya akili na changamoto katika maisha ya familia. Siku ya kimataifa ya wanaume, umuhimu wa kupima afya mara kwa mara. Siku ya kimataifa ya wanaume inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 19 Novemba ni tukio muhimu sana la kutambua michango, dhabihu na uzoefu wa wanaume duniani kote. Siku hii hutumika kama jukwaa la kushughulikia masuala mbalimbali yanayowaathiri wanaume, na mojawapo ya masuala muhimu ambayo mara nyingi huangazia afya ya wanaume. Afya ni nyenzo ambayo huathiri moja kwa moja ubora wa maisha, tija, ustawi wa jumla wa mtu. Hata hivyo, wakati wa kujadili afya, mara nyingi kuna kutothaminiwa au ukosefu wa kuzingatia afya ya wanaume, haswa wanaume ambao mara nyingi hutimizwa kujumuisha nguvu na ustahimilivu, wanaweza kupata changamoto kutanguliza afya zao. Kanuni za jamii zinazoendelea, imani ya kihistoria na mtazamo wa kutoshindwa zinaweza kuwazuia wanaume kutafuta usaidizi au kukiri masuala ya afya. Kwa hivyo, kusita huku kwa kushughulikia masuala ya kiafya kunaweza kusababisha kucheleweshwa kwa utambuzi na matibabu, na hivyo kuzidisha hali ambazo zingeweza kudhibitiwa kwa ufanisi zaidi ikiwa zitashughulikiwa mapema. Ugunduzi wa mapema wa masuala ya afya, uchunguzi wa mara kwa mara saidia kutambua matatizo ya afya katika hatua za awali. Hali kama vile shinikizo la damu, kisukari, magonjwa ya moyo na baadhi ya saratani mara nyingi zinaweza kuwa zisizo na dalili katika hatua za mwanzo. Kugundua haya mapema kunaongeza uwezekano wa matibabu na usimamizi wa mafanikio. Kutoka Kasako Media, Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.